Yusna, ukote hicho kitambaa hapo chini uvae. Sasa wewe ni mwanamke jasiri sana. Umetekeleza kila nilichokwambia. Sasa unataka utawala. Kweli naona kweli unataka kweli utawala. Sasa nakupa hichi kiburi. Utekeleza kila shida yako. Hichi kiburi. Unielewa? Unielewa? Aye mama le kauta kama mwenyewe na sasa mbona nalia unaanza kuongea mali gazenda goli na ye mama lidola le masela kunanela le maneno yako uliongea ushafanikiwa. Sasa nenda kajaribu nyumbani. Wani wako tu nenda kupona. Ila ukikosea masharti na kupoteza Husna kwenye kazi zangu msinaga mchezo kabisa, nakwambia. Huo mzigo ndio kupatia sio wa mchezo. Nimepewa na mababu na mabibi. Mali gazemba le mama ilalike bale, nimekupatia mzigo kafanya unachotaka. Oya mama, nimeenjoy sana nilipokuwa na wewe usiku mama. Ele mama malikadeka mali gazemba lido. Aye mama le lazima. Nda makini. Ukakala kufungwa wiki. Una ubalanga? Mimi sina msaada nawe. Nakuga kodi gereza. Hivyo wanipa. Kaburi moja, kaburi moja, kaburi moja, kaburi moja, yule mpenzi wa mtima. Hello guys, kwa majina naitwa Husna Khan, wengi wamezoea kuniita Binti Salma. Jamani, tamthilia yetu pendwa ya Kaburi Moja bado inaendelea na iko moto vibaya mno. Nendeni kule YouTube, mkasubscribe kwenye channel ya Turiani Finest. Msisahau kucomment, kushare na kulike ili muwe wa kwanza kupata matukio yote muhimu. Nawapenda. Cheko ya hasira. Safi sana. Sasa kazi imeanza. Wananichezea, hawanijui. Mwanangu hajafa. Siku zote nawaambiaga biskuti haikunjwi. Na biskuti sio mkeka. Hawanielewi. Sasa watanielewa. Naenda huko. Wewe, Kido. James. Hivi wanangu mimi mnanichukuliaje yani? Mnanichukulia mimi kolo sana, si ndio? Yaani mnakuja maskani. Mnakata wavu wanangu. Mnachukua simu na kipochi. Yaani mnanichukulia mnaniweza mtaa huu, si ndio? Hivi mnanichukuliaje wanangu? Oya James. Kido, mimi ninachohitaji simu wanangu. Sina mambo mengi. Tunakuja kufunga huu mtaa dakika mwisho tuonane watu wabaya, tunaelewana? Bro. Mimi simu yako utachukua, umesikia? Labda muulize umlevi, labda kaenda kunywa pombe huko. Wa James. Umechukua simu ya watu.
Mtola, nilikuwa na kuheshimu sana. Sasa naona heshima yangu nataka kuivunja, si ndio? Yaani mimi niache mambo yangu nikachukue simu. Bro, tuheshimiane sana. Kama heshima umeshindwa kuibeba heshima yangu, sasa naona panapokwenda kuelekea takuja mimi na wewe tukosane. James, afu mimi nakuja hapa naongea na wewe, unanipandisha sauti, unaonekana unaniweza, unanitolea macho kama fundi saa. Dakika ya mwisho wewe, dakika ya mwisho tutaona na baya. Mimi nakwambia wewe Kido, mimi ninachohitaji hapa simu, sina mambo mengi, mmesikia? Afu mimi sina muda wa kupoteza, nimewafuata hapa, nahitaji simu yangu. Shida yako simu, shida yako nini? Ningekuwa na shida nyingine nisingewafuata. Shida yangu mimi ni simu. Walidi, twende tukacheki huo mkato mtu alipokata kwenye dirisha ili tujue mkato wa kina nani. Maana mimi hiyo mikato mimi naifahamu. Twende tukacheki ile dirisha, mkato ambao mtu aliokata. Mimi nitakupa majibu yako hapo sasa hivi. Twende tuondoke. Hayo ndio maneno sasa, twendeni tukacheki sasa. Bro, shikamoo. Marhaba, shwari. Karibuni. Safi tu. Karibuni. Asante, naona majukumu. Niko kwenye majukumu kidogo, namsaidia mke wangu kufua nguo hapa. Kwa hiyo bro, sisi kutoka huko tumepambana tupata kazi hapa tufrashie. Hiyo sifanyi sasa hivi. Bro, kwa nini tu? Kwa sababu najiweka ubize sana na mke wangu. Sasa hivi nimeamua kubaki na mke wangu nimsaidie kazi za nyumbani. Bro. Mbona zingua tu? Na pia vifaa nimeviuza. Na hata kama vifaa vingekuwepo, nisingeenda kuflash hiyo simu. Kwa sababu siwezi kwenda kupoteza muda wangu kuflash simu niache kufua nguo. Hela hii kumbuka. Najua hiyo hela. Na isitoshe hata kama ingelikuwa vifaa ninavyo, nisingefanya. Kwa sababu siwezi kufanya hiyo kazi halafu niache kufua. Wembuzini, ina maana hivyo vinguo vitatu ndio masaa yote yale? Lakini mke wangu nguo ni nyingi hizi. Nguo nyingi? Ina maana wewe ulikuwa hujui kama ndani kuna vyombo vya kuosha au? Au unataka hizo kazi zote hapa ndani afanye nani? Ufanye haraka uoshe hivi vyombo. Alafu unaona nywele zangu nikikaa juani zinaanguka. Nataka ukimaliza hapo ingie ndani unifumue. Nataka nikasuke tena. Sawa, hiyo ni kazi yangu pia nitatekeleza. Chef, kama ni hilo jambo la kuflash simu, nimeshawaeleza kwamba siwezi kuflash na vifaa nimeuza. Lakini kama kuna jambo lingine limewaleta, karibuni, kwa sababu nikimaliza kufua hizi nguo nitaosha vyombo na kupika chakula. Kwa hiyo kama mtasubiri chakula, karibuni. Kama hamna issue nyingine, naweza mkaenda. Si tunaenda. Maana tulikuja kwa kazi moja tu kutengeneza simu. Basi sawa, safari njema. Haina shida bro, majukumu mema. Sawa. Nilikwambia toka mara ya kwanza, sitaki mwanangu umzike mpaka mwenyewe nifike. Ni nani aliyokupa kibali cha kumzika mwanangu wewe? Nakuuliza wewe, nani aliyokupa kibali cha kumzika mwanangu? Lakini kaka, mimi ningefanyaje? Nimekupigia simu kaka zaidi ya mara 10, simu hujapokea. Hali ya kuwa mwili unaharibika au tunukiwa na maiti huko ndani. Kaka, sio vizuri unavyofanya. Na sio binadamu namna hiyo. Aliyekuambia mwanangu amekufa ni nani? Mwanangu mimi hajafa. Yupo hai. Sasa ninachokitaka hapa, nendeni mkafukue hilo kaburi lenu. Mniletee mwanangu hapa. Kaka, mimi naona kama unachula tu. Wewe uliona wapi? Marehemu aenda kazi kwa kisha akafufuliwa kweli? Sina chula wala mamba wala kiboko. Ninachotaka hapa ni mwanangu aletwe hapa. Sasa na mimi nakwambia hivi, kaka, mimi ni shangazi wa marehemu. Mwanangu hataenda kufufuliwa kamwe. Nitasimama kama shangazi. Sasa basi, najua umekiuka masharti yangu. Na kwanza, mtoto wa kike hana mamlaka ya kutoa amri ya kuzikwa kwa marehemu. Ninachokitaka,
kafukue maiti ya mwanangu uilete hapa. Tofauti ya hapo, mtaniona nanuka, mtaniona nanuka kijiji kizima hiki. Nadhani utakuwa ushanielewa. Mbombo, nashukuru sana kwa kuitikia wito wangu. Lengo la kuita hapa, nilikuwa nahitaji ule mzigo. Fanya utakachofanya Shufaa, siwezi kukupatia mzigo. Mbombo, unakumbuka mwanzo nilikwambia ule mzigo nina kazi nao? Shufaa, kumbuka chai nimekufundisha mimi mwenyewe, na wewe ni mtoto mdogo kwangu. Naweza kukuweka kwenye kiganja changu na ukakaa na ukatulia. Siwezi kukupatia mzigo. Mbombo, unachekesha eh? Unanijua vizuri. Shufaa, nipe mzigo nikupe mzigo, ndio utakupatia. We Mbombo, mimi ndio Shufaa, mjukuu wa Sam Kang'ata. Naomba mzigo wangu. Shufaa, kumbuka mimi ndo mganga Mbombo, mjukuu wa mzee Chamwino. Fanya utakachofanya Shufaa, kamwe washuke mababu na mabibi. Labda nipe nikupe, ndio utakupatia mzigo. Mbombo, mimi na wewe tutafahamiana. Shufaa, na kwa Mungu ondoke sasa hivi. Naona misimu tayari ishapanda. Ondoka! Papi, niambie. Naumia. Wai, papi, niambie. Misimu ishapanda Shufaa. Naumia. Wai! Siwezi kupatia mzigo Shufaa. Ukijichanganya, utaona tena ufalme wa Mungu Shufaa. Kamwe. Mizimu unaweza kutulia. Ni mtoto mdogo kwangu, hawezi kunisumbua. Nimefundisha mwenyewe uchawi. Mizimu ya babu, mwezenu mtoto kajichanganya leo, anataka kunibadilisha mizimu. Shufaa, na kuomba usije ukanichanganya mizimu ikakupoteza. Naona sasa hivi ushafanikiwa sasa hivi. Ulivyotaka ushavipata. Nilichokitaka nimekipata. Kitu gani? Unajifanya ujui au sio? Umeforce ndoa ukapata. Umeforce na mambo mengine yote ukapata. Tena zaidi yani ni mabaya uliyotaka. Kama mambo gani mimi niliyopata? Yaani sasa hivi unaacha kuabudu Mungu na abudu hadi waganga. Asikia shemeji. Yaani wewe unamfulisha baba wetu nguo. Unamoshisha vyombo. Unamfagilisha. Ndio majukumu yake sasa. Kumbe nyie leo zinawauma huyo kaka yenu kunisaidia mimi mambo madogo madogo ya nyumbani hivi. Hapo nawaambieni ndo asubuhi. Yaani hapo kama roho zenu zinawakeleketa zinawakera, hapo ndo asubuhi. Yaani hapo ndo kwanza naamka usingizini. Picha linaanza. Yaani kitu ambacho nitaenda kufanya nyenye mtashangaa, mtabaki midomo. Eti anaanza. Sasa subiri tuone nitakapoishia. Yaani wewe ubaya wako utakutokea puani, mimi nakwambia. Sisi tumefanya nini mzee? Sisi tumeaga, umesikia wewe? Sisi tumeaga. Sasa sikiliza nikwambie. Yaani wewe kama kumchezea mchezee huyo mwezio, sio sisi. Yaani sisi tumeaga kweli. Na acha kuchamba umbea. Kama unataka nini? Endelea show na mume wako. Sisi wazito, umesikia? Sasa kumbe nyie mmeaga. Mnashindwaje kumsaidia wewe bro wenu? Kipi kinawashinda mpaka mnanifuata mimi kuja kuniambia maneno yenu yasiyoeleweka? Sasa niwaambieni, mimi yule sio ndugu yangu, ndugu yenu nyie. Kama mkiona nateseka, kama hapoeni kuja kuniongelesha mimi kunitoa mchezoni kitu gani? Msiache kuchuma vimboga vyangu mimi nikajilia ugali wa mchana kweupe, kisa nawasikiza nyie manyumba. Hebu kwendeni huko. Sasa kwa taarifa yako, yani oda alomwekea ipo siku itaisha. Naamini hivyo. Yaani itaisha. Tena kama huyo kaka yenu mwenyewe ndo ananipenda, wala mimi sijamlazimisha anipende. Nyie hamwezi kunipangia chochote kwenye maisha yangu. Na wewe, yani wewe sio utakuwaje wewe? Mimi yani tuondoke bwana wewe. Unanishaje wewe naye bwana wewe? Watizame kwanza ndugu yangu. Kitu gani? Mjana ume mizima umbea tu umewajao.
Kikwesa, huwezi amini mpenzi wangu, yaani hapa naona mauzauza tu mwenzako. Yaani huwezi amini ule mfuko ule niloweka vitu, maana mule nilikuwa nimeweka nguo zake na mchanga wa ufuo wote hakuna. Dada, vipi mmesha kula? Mume wangu, vile vyombo ulivyokuwa unaosha kula hujaona chakula mule? Kilibaki hapo. Nadhani ataenda kukitumia. Ila ni kidogo, sijui kama kinakutosha. Chakula gani cha ugali au bwabwa? Nani apike ugali hapa? Shemeji yako alipika ubwabwa. Mimi sinajua upendi kula ugali. Afu nimerosti vizuri sasa hiyo mboga. Mimi najua kupika. Shemeji. Afu kuna kitu nataka niwaambie. Hisi nimekaa nao muda mrefu sana unajua. Siku kadhaa zilizopita nilimuona Kikwesa na ule Nurati. Nurati anaingia kwa Kikwesa. Na kwa jinsi wanavyoonekana ni wapenzi kabisa yani. Nurati akiingia kwa Kikwesa. Hii imekaaje? Yaani sio kwamba wanataka kukuambia, wanaishi kwa sababu wakati wanaingia mwe ndani alimpiga mpaka na busu. Wakaingia ndani. Ule jamaa akashangilia kabisa. Sasa mimi nilishangaa kwa sababu yule binti hata msiba ulikuwa bado haujaisha, lakini cha ajabu namkuta kule. Unajua ili niuma sana. Ngoja nikae vizuri. Hii inaonekana hii ni nzuri kuliko. Una uhakika? Sikiza shemeji, mimi ni uhakika 100%. Kakaangu, hebu vitu vingine huo una uhakika navyo kabla hujaongea. Wewe maneno gani hao kulosoka mbele za watu? Mke wangu, wanawake nyinyi hamtabiliki. Hata mimi siku ambayo nimekufa utatongozwa msibani hadharani. Alafu wakati huo watu wamebeba jeneza langu naenda kuzikwa. Lakini wewe na uhakika? Si unajua Nora amefiwa na mume wake. Haijapita hata mwezi mmoja. Hivi Nora akisikia maneno kama haya unafikia atajisikiaje? Asije akamalizia sira zake kwako. We haya. Sikiza shemeji, mimi ni uhakika 100%. Sasa nisikilize. Sawa. Hii siri ubaki nayo wewe na sisi. Yaani namaanisha hapa ndio pawe pa mwisho kuisimulia. Kuwa na kaba. Sijui umenielewa? Sawa shemeji, ngoja nikachukue chakula nile. Maana njaa. Sawa. Nenda ukae mke wangu. Maana mimi nimekupikia kama mumeo. Lakini kaka yako kazi hafanyi. Yeye kazi yake kila siku anakuja, anakula, kulala sawa papo analala. Shanza uchoyo na wewe. Yule si mke wako mwingine. Sasa sikiliza. Kuna zile nguo chafu zile ungenienda kunikusanyia ili nizifue. Afu nilikuwa nasahau. Fanya hivi. Kuchukulie mume wangu. Shangazi, kuna tatizo gani? Mbona uko hivyo? Mwanangu, tatizo lipo tena kubwa tu. Babako mkwe alikuja, lakini ujio wake kwangu sio mzuri. Anadai kwamba marehemu mumeo aende akafukuliwe alikozikwa. Maana tumezika bila idhini yake. Inawezekana kweli jamani? Nini? Hilo swali haliwezekani.
kaburi la kakaangu mimi aliwezi kufukuliwa. Ndio hivyo mwanangu, mimi sijajua mjomba wako ana maana gani, maana nimempigia simu zaidi ya mara 10 lakini hakupokea, hali ya kuwa humo ndani mwili kila muda unabadilika. Sasa mimi ningefanyaje wanangu? Eti hivi shangazi, uliwahi kuona wapi mtu amezikwa alafu anafukuliwa? Au mume wangu mimi ndo ameleta ajabu? Mnajua mimi naumia kiasi gani kila siku kumwongelea yeye tu. Mimi mwenyewe pia sielewi mwanangu, maana tangu nimezaliwa mpaka nimefika umri huu sijawahi kuona marehemu azikwe kisha aende akafukuliwe. Sijawahi kwa kweli. Hapana, hili haiwezi kuwezekana. Pale mimi nitasimama kwenye kaburi la kakaangu usiku na mchana, nitalilinda lile. Hakuna mtu yote akaligusa ile kaburi. Lameki mwanangu, mimi sitaki ukorofi na sitaki matatizo mwanangu. Wewe mwenyewe unajua nimemzika kakako juzi tu hapa, hata miezi mingapi bado. Nataka nipoteze na mwingine mwanangu? Mimi sitaki watoto wangu. Hapana, huu sasa ni uchulo. Hii mjomba sasa hivi kazidi, anavuka mipaka. Umeona lini kwenye hii dunia? Toka lini mtu akafa akafufuliwa? Mbona sasa hivi mjomba atazidi mipaka? Lakini shangazi, mimi mwenyewe anachosema shemeji yuko sahihi. Mimi siwezi kukubali mume wangu afukuliwe wakati ameshafariki. Basi wanangu, nataka nikwambieni kitu hichi kimoja. Hata akitokea sasa hivi mjomba wako hapa, akija hapa sasa hivi, letu liwe hili moja, nyinyi na mimi wanangu, sawa? Sawa. Lameki mpenzi wangu, hata kama umefiwa, najua kama unaumia sana. Kuna muda wa kuwa na mimi, lakini muda wote upo busy mwenzangu. Hivi kweli? Kipenzi, nimekuelewa, lakini ufikiria kakangu mimi kapotea ni juzi tu kafariki. Umeona, singeweza kutoka kwenda mbali au kwenda wapi. Kumwangalia shemeji yangu pale Nola nyumbani, yuko mpweke, huwa ananitegemea mimi pale nyumbani niwafariji. Sasa napitia nyakati ngumu sana, ila nashukuru muda huu hapa umekuja kunifariji mpenzi. Hata kama damani, kuna muda ukaa na familia na kuna muda ukaa na mpenzi wako, lakini wewe huo muda huna. Nataka mimi niende kwa watu wengine? Usiseme hivyo baby. Kuna muda hata mwenyewe naumia, yaani ni zaidi ninavyoumia. Sawa, yaani nikwambie kitu kipenzi. Nakusikiliza. Nahitaji mapenzi yetu yaanze upya sasa, yawe zaidi ya maua, yani kila siku tuwamwagilie. Lameki, usijali kwa hiyo, tuko pamoja, nakupenda. Nakupenda pia. Nimefurahi sana kupata mwanamke mzuri kwenye maisha yangu. Lameki ndugu yangu, kwamba nioni Lameki, mimi niko hapa. Lameki ndugu yangu, Lameki. Vipi lakini? Uko sawa? Kwa muda huu mimi niko sawa, ila ninachokiwaza kwa muda huu hapa, kweli mimi nimekufa. Sasa unawaza nini wakati ameshapita? Ni kweli hawanioni eti. Penzi wangu. Si mimi hapa. Lameki. Penzi wangu. Niambie. Bifu. Sawa. Hivi lakini Dennis. Lameki. Sasa ndio tumaini langu tena lilobaki. Nani tena nitamisi zaidi yako? Sawa. Nashukuru. Sawa. Umesikia mpenzi wangu? Mimi muda huu nataka nirudi nyumbani, kamfariji shemeji yangu, yuko mpweke sana. Lameki dama, kwa upo tayari kuniacha mimi nakwenda kwa shemeji yako? Sipo tayari, lakini kuna muda inanibidi nifanye hivyo. Bwana mimi sitaki. Sikia basi, sifanye hivyo. Sasa kama wewe ukikataa mimi siondoke. Kweli mimi sitaondoka, lakini shemeji yangu kwa mpweke. Unajua nimekumisi. Wewe kweli. Mimi nataka jamani. Baby. Ila mimi ngoja niende basi. Mimi nataka.
Kiguzi. Unajua sasa hivi Blombuzini amebadilika sana. Kubadilika nini? Blombuzini sasa hivi amekuwa houseboy nyumbani. Kazi zote anafanya. Kazi za kike zote anafanya yeye. Yaani labda wewe ukikaa naye unaweza kumshauri. Oya. Kweli anachosema dogo hapa. Unajua mimi nikwambie kitu. Kumsaidia kazi mke wangu ni wajibu wangu kwa sababu hata dini inaruhusu. Na dini yetu ya Kiislamu imekataza mwanamke kumfanya kama trekta. Si unanielewa? Lile ni ua. Lile ni pambo ndani ya nyumba, inatakiwa kustiliwa na kutunzwa vizuri tu. Alafu hata mimi mwenyewe mwanzoni kabisa nilijua kabisa mke wangu anifanyia dawa ili aniteke na kunimiliki. Nilifika mpaka kwa mganga Mbombo. Mbuzini. Ndio. Mbuzini. Nisikilize makini. Ndio shafika kwa mganga Mbombo. Sijui unanisikia? Nakuelewa, lakini ni mahaba gani ambayo ananiwekea dawa kwenye chakula mganga? Ndugu yangu, Mbuzini. Yule mwanamke umepata. Pale mwenzangu pale. Ulipopata. Usijaribu kuacha hata nukta moja. Sijui unanisikia? Lakini kwa nini ifikie stage mpaka anaweka dawa kwenye chakula? Na wakati kama kumpenda mimi nampenda vizuri tu mke wangu. Mbuzini. Mimi ndo mganga Mbombo. Kwenye kijiji. Hakuna chupi hata atakayenisumbua. Sijui unanisikia? Nimekusikia lakini sikuelewi. Sasa jaribu kuwa makini. Usiache hata nukta moja. Kuwa makini na mke wako, anakupenda sana. Usijaribu kumwachia ndugu yangu. Pale ulipopata, umepata ndugu yangu. Nimeshakuelewa mganga Mbombo. Ni kipi ambacho anakifanya mke wangu? Sawa, nashukuru. Nilikuja kwa hiyo tu. Lakini nina sadaka kidogo hapa. Nadhani itakutosha kidogo. Ewa. Nashukuru. Wai, niambie. Weka chini hapo. Unanitisha sasa. Sikutishi kijana, midadi ndio shapanda hapo. We mwana malika pezendi malika ngera bindora. Ye mama ligoli malika simbali. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Hayo ni mapenzi. Mke wangu ananipenda sana. Na mimi sasa hivi nampenda kuliko anavyonipenda. Fizo, ukitoka hapa, nenda buchani kanunue nyama kilo 1 uniletee hapa nikapike. Umeona sasa? Yaani sasa hivi hata kazi hataki kufanya. Umpelekea simu ngashindwa kutengenezea siku ile. Achana masuala ya kazi. Na akikuuliza kuhusu pesa, mwambie kaka Mbuzini ataleta. Kwa sababu ananifahamu vizuri tu. Wewe Mbuzini vipi? Mbona umebadilika hivyo mwanangu? Hata kupika. Mkaka anafanya kazi gani nyumbani wewe? Kiguzo, mimi nataka nikwambie. Ukioa mkeo mtunze. Usimfanye kama chujio la kuchuja na kumfubaza. Mke ni ua. Na unaweza ukanishauri vitu vyote lakini hauwezi kunishauri juu ya upendo wa mke wangu. Labda nikwambie kitu. Vitu ambavyo ananipa mke wangu unaweza ukanipa? Acha dharau wewe. Nyumbani kwenu anakutegemea wewe. Kila kitu wewe. Wewe ndio kaka mkubwa afu unafanya vitu havieleweki. Acha hizo wewe. Changamka, wazee wamekufanyia vitu. Sasa hivi mwenzako nikifika nyumbani, napika afu nakula tena. Vipi wewe ukitoka hapa? Lazima uende mgahawani alafu mke wako akawa sabuni. Ehe, shoga yangu. Yaani afadhali nimekukuta hapa. Make huo mguu ulikuwa wa kwako mama. Kuna jipya gani tena shoga yangu? Yaani kuna mambo hivi. Yanakuhusu wewe mamangu. Yapi hayo? Sijui hata nianzie wapi kipenzi jamani. Yaani shoga yangu hata 40 bado. Kweli jamani, wakufanya vitu kama hivyo wewe? Kwani kuna jambo gani umelisikia? Si uniambie tu. Ngoja tu nikwambie mama. Nimeambiwa wewe unatoka na Kikwesa. Hayo maneno yake kakwambia nani? Nani mwingine zaidi ya huyo kakaangu asokuwa na kifua? Kaja pale nyumbani nginja. Anaanza kusema hayo maneno kwamba wewe amekuona unatoka kule geto kwa Kikwesa. Tena nilijua tu kama kakako atakufikishia hizo taarifa. Yaani ule ni mtoto wa kiume ila friji yake hata kwa dakika hiyo mmoja haiwezi kugandisha. Kama unavyomjua Kiberiti mwenzangu. Kaja kaniambia yani mdogo wangu si yule nini ndugu yako ule shoga yako.
Mimi nikasema jambo zito kama hili siwezi kukaa nalo mwenyewe moyoni. Nitaenda huko kwa Nora. Lazima tu nikamwambia haya maneno. Maanake singeweza kukaa kimya na unanijua. Sasa kwenye hili kakako atanijua vizuri mimi nani. Nitamkomesha. Kipenzi tena kuhusu nini? Mwenzako wewe unajua ndo kaka yangu ninayemtegemea. Haya utamkomesha ufanye nini mwenzangu? Basi hilo swala niachie mimi kipenzi. Nitajua cha kumkomesha ndugu yako ili aache umbea na kufuatilia mambo yako. Wewe nengeneka unavyonengeneka, luka unavyoluka, lakini mwenzako mimi kakaangu bado nampenda. Sitaki kumfanya kitu chochote kibaya. Ninachotaka tu ni kumuona yeye anapumua. Hayo mambo mengine yote tutajua mwenyewe. Ila kakako amenikosea sana. Tena kibiliti amenikosea. Ila kwenye hili nitajua cha kumfanya. Hapo kwenye kumfanya chochote. Kipenzi, tafadhali, yule ndo kakaangu wa pekee. Yaani yule ndo roho yangu. Nengeneka vyote unavyojua, lakini tu simtoe uhai. Kwenye hili niachie mimi. Nitamkomesha ndugu yako acheke mdomo. Mbegu uliopanda imeanza kuchanua. Udongo umekubali. Shufaa. Maji ukiyavulia nguo, huna budi kuyaoga. Sura yako inaonyesha kabisa kwamba una vingi vya kuzungumza na mimi. Sidhani kama kuna haja ya kuzunguka. Nenda kwenye pointi. Maua yakichanua hutia hata watu wasiohusika. Na kingine, hata nyoka hujificha kwenye nyasi ambazo zimekatwakatwa vizuri. Kitu kingine, tamu malizika kuwa chungu. Kikwesa, chunga sana kesho yako. Kikwesa, chunga sana kesho yako. Shufaa, unanionya mimi? Nadhani unijui vizuri, lakini sina haja ya kutumia sana maneno. Acha inyeshe tuone panapovuja. Wewe ndo nilikuwa nakutafuta. Wewe ndo mwanaume ambaye friji yako haigandisha hata kwa dakika moja. Wewe si unajifanya mjoja kuongea maneno ya watu eh? Asema leo na mimi mwenyewe nipo hapa. Mwanaume mzima ovyo wewe. Hivi wewe, au unafanya mtaa unajua watu hawaoni? Kwanza mambo yangu mimi wewe yanakuhusu nini? Hata nikienda kwa Kikwesa kulaliwa kinachokuuma kitu gani? Au kuna siku nilikuwa naenda kwa Kikwesa ngaja kuomba unisindikize au? Alafu wewe nilikuwa nakuona mtu wa maana sana unajua. Lakini unayoyafanya hapa mtaani, yaani hayafurahishi kabisa. Alafu mkaka, kama nao unanitaka si useme tu. Kuliko kuna mimi naenda kwa Kikwesa, roho yako inakuuma tena itakuuma sana ni kama picha hapa ndo naanza. Sijui unanielewa? Mimi nikutake wewe. Kwa duniani kuna watu na viatu. Ila wewe ndi kanda mbili. Sasa usichokijua, mimi ndio kibiriti. Na hapa mtaani kote wananijua mimi kama mimi ndio kibiriti. Wazazi wangu wamenipa hili jina, lina maana kubwa sana. Hili jina ni la babu zangu tangu enzi na enzi. Si unaelewa? Wewe ndio unajiita kibiriti eh? Sasa kama hiki kibiriti leo nakitia maji, afu tena utawashia nini? Utanifanya nini? Ongea. Wewe si mjuaji? Endelea kuongea sasa. Afu hilo onyo namba 1. Ukirudia tena na kuua. Kaburi moja, kaburi moja, kaburi moja, kaburi. Hello guys, kwa majina naitwa Husna Khan, wengi wamezoea kuniita Binti Salma. Jamani, tamthilia yetu pendwa ya Kaburi Moja bado inaendelea na iko moto vibaya mno. Nendeni kule YouTube
mkasubscribe kwenye channel ya Turiani Finest. Msisahau kucomment, kushare na kulike ili muwe wa kwanza kupata matukio yote muhimu. Nawapenda. Kaburi moja, yule mpenzi wa mtima amenisaliti, yule rafiki mwema kumbe mnafiki. Maamuzi ya jana ni majuto kesho, umeniponza ujana napata mateso. Kaburi moja, kaburi moja, kaburi moja, kaburi